Kati ya jambo ambalo nimejifunza mwaka 2025 ni kwamba kuweza kupokea malipo kutoka kwa mteja wako na jina likatokea la kampuni yako ama jina la biashara yako, inaongeza professionalism na trust kutoka kwa mteja sana. Nilikuwa bado sijaweza kuintegrate kati ya namna ambayo nilikuwa natumia kufanya malipo, kupokea malipo ya biashara zangu na jina la kampuni yangu bado, japokuwa nilikuwa nimeshasajili kampuni. Kwa nilikuwa bado sijaweza kuintegrate vizuri. So pale nilikuwa natumia majina yangu binafsi, na kwa sababu ilikuwa imeshaingia kwenye system ya mzunguko, kwa nilikuwa natumia. The minute nimeanza kutoa jina langu la biashara na nikitoa invoice ama nikimpa mtu maelekezo fanya malipo hapa, fanya malipo hapa, kwa kutumia jina langu la kampuni, it is very easy. Inaongeza professionalism, inaongeza trust kwa mteja. So hata wewe hauhitaji kuwa na kampuni ndio uanze kutoa namna ya kufanya malipo kupitia jina la biashara yako, ila unaweza ukasajili jina la biashara ambalo ukisajili jina la biashara inaweza kukupa nafasi kwenye taasisi za kifedha kama benki kupata akaunti yako ya jina hilo la biashara. So ukitaka kuenda benki na kupata akaunti ya jina la biashara, namna pekee ni kuweza kusajili jina la biashara. Simple. Bila kuanza kuwaza na makampuni niwe na manini. Rahisi, jina hilo la biashara lako lonalo unaweza ukalisajili na ukaweza kuintegrate taarifa zako za malipo kwa wateja wako. Mteja anavyolipa akutana na jina la kampuni ama jina la biashara yako, inasuuza moyo wake, inaweka trust na imani kwako zaidi na zaidi. So kama wewe ni huyu, comment neno usajili na kusaidia kusajili jina la biashara yako sasa hivi na kuweza kukupa mwongozo mzima namna gani unaweza kupata akaunti yako ya benki na kupata kuintegrate njia zako za kufanya malipo na jina lako la biashara sasa hivi. Usihofu na usubiri mpaka uwe mkubwa. Right now